Siku ya leo tutakuwa tunajifunza mafuriko ya kimungu. Mafuriko ya kimungu. Wengine wangeweza kusema umwagiko wa kiungu. Wengine wanasema mafuriko ya kimungu. Kiingereza wanaongea vizuri zaidi, tunasema supernatural overflow. Supernatural overflow. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakuwa tunajifunza kwa upana, na baada ya hapo tutaingia session ya pili ya ndoa. Amen. Angalia Biblia yako katika kitabu cha Isaya sura ya 44 na mstari wa kwanza mpaka wa 4. Isaya 44 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Amen. Anasema, lakini sikia sasa, e Yakobo mtumishi wangu, na Israeli niliyekuchagua, Bwana aliyekufanya na kukuumba toka tumboni, yeye atakaye kusaidia asema hivi, usiogope e Yakobo mtumishi wangu, na wewe Yeshuruni niliyekuchagua, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Mstari wa 3, mstari wa msingi. Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu ya utakao wazao. Nao watatokea katika manyasi kama mierebi karibu na mifereji ya maji. Nao watatokea katika manyasi, watatokea mahali pa chini, mahali pa kawaida, hawa watu ambao nitawamiminia maji. Paza sauti ya amen. Anasema nao watatokea katika manyasi kama mierebi karibu na mifereji ya maji. Mtu mmoja paza sauti ya amen kwa jina la Yesu. Paza sauti ya amen kwa jina la Yesu. Tuangalie tena Isaya sura 66 mstari wa 10 mpaka mstari wa 14. Isaya 66 mstari wa 10 mpaka mstari wa 14. Furahini pamoja na Yerusalemu, shangilieni kwa ajili yake, ninyi nyote mpendao furahini pamoja naye kwa furaha, ninyi nyote mliao kwa ajili yake, mpate kunyonya na kushibishwa kwa maziwa ya faraja zake. Wow. Mpate kukama na kufurahiwa kwa wingi wa utukufu wake. Maana Bwana asema hivi, tazama nitamwelekezea amani kama mto. Sema nitamwelekezea amani kama mto. Sema nitajaa amani kama mto. Anasema nitamwelekezea amani kama mto, na utukufu wa mataifa kama kijito kifurikacho. Na utukufu wa mataifa kama kijito kifurikacho. Nanyi mtapata kunyonya, mtabebwa. Imagine, huyu ni Mungu anaongea. Anasema nanyi mtapata kunyonya, mtabebwa, na juu ya magoti mtabembelezwa. Wangapi wanamsikia Rozi anasemaga nibebe, nibebe, bebe, nibebe, nibembeleze, nibebe. Huyu ni Mungu anasema. Anasemaje? Nitawafanyaje? Nanyi mtapata kunyonya, mtabebwa, na juu ya magoti mtabembelezwa. Paza sauti ya amen. Anasema mfano wa mtu ambaye mamaye amfariji, ndivyo nitakavyowafariji ninyi, nanyi mtafarijiwa katika Yerusalemu. Nanyi mtaona na mioyo yenu itafurahi, na mifupa yenu itastawi kama majani mabichi, na mkono wa Bwana utajulikana waelekeao watumishi wake, naye atawaonea adui zake ghadhabu. Paza sauti ya amen.
Naomba nianze, alafu then tutaongea maandiko mengi yako hapa, tutatembea kwenye hayo maandiko. Kitu ambacho tunajifunza siku ya leo ni mafuriko ya kimungu. Mafuriko ya kimungu. Amen. Na ninataka ufahamu neno moja, kama ambavyo kuna mafuriko ya ufalme wa giza, lakini pia kuna mafuriko ya kimungu. Shetani akitaka kuibu maisha ya mtu, anamletea mafuriko ya giza. Mafuriko yanaweza kawa ni mafuriko ya magonjwa. Unakutana na mtu ambaye magonjwa kwake hayakauki, huyo tunasema kwake kuna mafuriko ya magonjwa. Unakuta kwa huyu mtu kwake madeni hayakauki, unasema kwake kuna mafuriko ya madeni. Nisikilize vizuri, Mungu naye ana mafuriko yake. Anapotaka kuyageuza maisha yako kuwa baraka, anakuletea mafuriko ya baraka. Sema mafuriko ya baraka. Sema mafuriko ya baraka. Kwa kama vile ambavyo shetani anaweza akaleta dhoruba kwenye maisha yako, akaleta changamoto kwenye maisha yako, ndivyo ambavyo Mungu huwa anafanya kwa watoto wake. Ana uwezo wa kuleta baraka zisizo na ukomo. Bwana aliyefanya. Kuna mtu anaelewa ninachoongea? Now, adui anaweza akaleta mafuriko, lakini Mungu naye analetaga mafuriko kwa watoto wake. Anapotaka kufanye kuwa baraka kwenye ofisi, ataleta mafuriko ya mema. Kila mtu akikuona anasema yule jamaa ni baraka. Kwa nini anasema ni baraka? Anasema ni baraka kwa sababu juu ya kichwa chako kuna baraka zimefurika. Paza sauti ya amen kama unanielewa. Na nataka ufahamu mambo kadhaa, alafu tutaendelea. Maandiko nasema hivi kwenye kitabu kile cha Isaya tuliyosoma sura ya 44 na mstari wa pili. Mstari wa pili. Bwana aliyekufanya na kukuumba toka tumboni, yeye atakaye kusaidia asema hivi, usiogope Yakobo mtumishi wangu, na wewe Yeshurun niliyekuchagua, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Nitamimina maji. Huyu ni Mungu anaongea. Anasema nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Ni nani anayemimina? Kila mmoja piga kelele, sema anayemimina hapa maji ni nani? Anayemimina hapa maji ni nani? Anasema nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Kwa wanadamu waga tuna kiu. Inawezekana kiu yako ikawa ni kiu ya uponyaji. Inawezekana kiu yako ikawa ni kiu ya baraka ya kiuchumi. Inawezekana kiu yako ikawa ni kiu, Bwana unitendee mema kwenye ndoa yangu. Inawezekana hiyo ikawa ni kiu yako. Anasema mimi waga ninakuja nikiwa nimebeba maji ambayo yana tabia ya kukata aina yoyote ya kiu. Anasema nikija ninamimina maji. Asubuhi ya leo Mungu yuko hapa akakate kiu yako katika jina la Yesu ali hai. Asubuhi ya leo Mungu yuko hapa akaiondoe kila aina ya kiu ulionayo ndani yako katika jina la Yesu ali hai. Mahali popote ambapo Mungu waga anaenda, anaangalia ni nani ana kiu. Nani ana kiu ya uponyaji? Nani ana kiu ya kwamba mimi Mungu nikamtokee? Alafu Mungu yeye anatokea. Na asubuhi ya leo Mungu anakutokea katika jina la Yesu ali hai. Anasema kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji. Aye, imagine mkondo wa vijito vya maji ukapita kwenye biashara yako. Alafu mkondo aliyeupitisha ni Mungu. Kuna mkondo wa shetani, alafu kuna mkondo wa maji ambao umetoka kwa Mungu. Haya, kuna mtu anaelewa ninachoongea? Ndio pale ambapo unafanya biashara na umerelax, kwa sababu unajua Bwana ataniletea wateja na Bwana ataniletea faida. Unajua for sure ya kwamba sitapitia magonjwa, kwa sababu kuna mkondo wa maji wa afya ambao unapita kwenye maisha yako. Na ninasema asubuhi ya leo tunafungua milango ambayo itapitisha mkondo wa maji wa baraka kwenye maisha yako katika jina la Yesu ali hai. Na maandiko yanasema Mungu ana tabia ya kupitisha huu mkondo wa maji kwake yeye aliye na kiu.
Maanake sometimes inawezekana ukatoka kwenye familia ambayo hakuna mtu aliyewahi kubarikiwa, hakuna mtu ambaye amewahi kuwa na uchumi unaoeleweka, alafu Mungu anakuja anasema nataka nipitishe mkondo wa maji wa fedha. Unakumbuka ile mito minne ambayo ilikuwa kwenye bustani ya Eden, ambayo ilipita ikawa inaingia kwenye bustani ya Eden? Maandiko yanasema ile mito minne ilikuwa ndani yake ina dhahabu safi. Kuna mtu anaelewa ninachoongea? Ndani ya ile mito kulikuwa na dhahabu nini? Kwa Mungu anapokuletea mito, sio kama mito inakuwa mikavu. Akikuletea mito, kuna kitu kitaanza kustawi, kuna vitu vitaanza kuchipuka. Kama kulikuwa na ukame wa kifedha, Mungu akipitisha mto wake, ghafla utaanza kuona biashara yako inazaa faida, ghafla utaanza kuona ndoa yako inakuzalia amani. Maandiko yanasema atakuletea mito ya amani. Mito ya nini? Piga kelele, sema mito ya amani. Sema mito ya amani. Anasema mstari wa 3, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Inawezekana nyumbani kwenu kukawa ni pakavu, inawezekana biashara yako ikawa ni mahali pakavu, lakini kuna Mungu ambaye anaweza akanyunyiza maji kwenye nyumba yenu. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Sema kama kulikuwa hakuna mtu nyumbani, sema kama kulikuwa hakuna mtu nyumbani aliyeleta majibu kwenye familia, sema mimi nitayabeba maji, nitamimina kwenye familia yangu. Sema kwa nguvu za Roho Mtakatifu nitageuza familia yangu iliyokuwa na ukavu wa kifedha, iliyokuwa na ukavu wa kiuchumi, itakuwa mahali pa baraka. Piga kelele, sema amen. Anasema na vijito vya maji juu ya mahali pakavu, nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako. Imagine, hazungumzi tu kwako. Anasema hizi baraka nitakazozileta zitapita kwako, alafu zikitoka kwako zitaenda kwenye uzao wako. Kuna mtu mmoja familia yenu inaenda kutembelewa kuanzia sasa. Nasema mwaka 2026 kuna baraka, kuna neema ya wokovu, neema ya mkondo wa wokovu itapita kwenye familia yako. Mamangu ananiambia kaka yako ameokoka. Piga kelele, sema kaka yako ameokoka. Na nilikuwa namuomba Mungu sana kaka yangu aokoke. Imagine mkondo wa maji wa wokovu ukapita kwenye nyumba yangu. Piga kelele, sema haleluya. Ninasema asubuhi ya leo hata familia yako mkondo wa maji wa wokovu utaenda kupita. Nasema mkondo wa maji wa wokovu utaenda kupita. Yule dada yako uliyekuwa unamwombea sana ataokoka mwaka huu. Nasema ataokoka mwaka huu. Nasema neema ya wokovu itafika nyumbani kwenu katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Na haya ndo mambo ambayo yanaenda kutokea. Tunaongea mambo ambayo ni halisi. Tunaongea vitu ambavyo Mungu ataenda kuvitokezesha. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Angalia, anasema nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakaowazaa. Imagine, atamwaga juu ya kaka zangu. Mwaga baraka zako. Bwana, mwaga baraka zako juu ya World Shakers. Kuna wakati tukikaa tunaomba, tunasema Bwana tokezea juu ya kanisa. Tunatamani kuona kanisa halibaki kawaida. Tunatamani kuona baraka zako zinatokezea. Unajua Mungu anasikiaga maombi. Anasema naye atamwaga baraka. Na asubuhi ya leo kuna baraka zinaenda kumwaga mahali hapa. Hujanielewa bado? Nasema kuna baraka zinaenda kama mafuriko. Zitakaa kwenye nyumba yenu kama mafuriko. Zitakaa kwenye nyumba yenu kama mafuriko. Ukiangalia pembeni unaona baraka ya fedha. Jambo Bwana anafanya. Nasema mwaka 2026 hautatoka mikono mitupu. Bwana atamimina baraka juu yako. Paza sauti haleluya. Paza sauti haleluya. Paza sauti haleluya. Kabla sijaenda mbele sana, sababu naona hapa nitakimbia, naomba nikuelezee mafuriko ya kimungu ni nini. Mafuriko ya kimungu ni nini? Namba moja, tunapozungumzia mafuriko ya kimungu tunazungumzia kitu gani? Namba moja, mafuriko ya kimungu ni neema isiyo na kipimo. Ni neema ya Mungu isiyo na kipimo. It is
unlimited grace of God. Ni neema ya Mungu isiyo na kipimo. Sema neema isiyo na kipimo. Mungu anaweza akakupa baraka isiyo na kipimo. Mungu anaweza akakupa baraka pasipo kipimo. Kwa tunapozungumzia mafuriko ya kimungu, tunazungumzia neema isiyo na kipimo. Mungu anaweza akaleta baraka nyumbani zisizo na kipimo, akaleta baraka baada ya baraka. Unamaliza ndoa hii, inakuja nyingine. Wangapi umejua kwamba uendesha kazi kuna baraka ya Bwana? Yaani mpaka sasa tumeanza tu mwaka huko, asubuhi ndoa 3 tayari zishafungwa. Nikiona kitu kama hichi najua hii ni neema ya Mungu isiyo na kipimo. Juzi ndoa, leo ndoa, kesho ndoa. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi. Sometimes tukitaka kuvipima vitu katika ulimwengu wa roho, tunavipima namna ambavyo Bwana anamwaga. Tunajua Bwana anamwaga mwaka huu kuna baraka za ndoa. Na hii hauhitaji ulale wote ndoto ndio ujue kwamba kuna baraka za ndoa. Kwa sababu ukiangalia tu unagundua ya kwamba hapa kuna mafuriko ya ndoa. Na kama haya mafuriko yameanza kwa Joakim, kama yameanza kwa Justin, kama yameanza kwa Eliudi, najua hata kwangu yanakuja. Nasema kama unaona kwa mwenzako manyunyu yameanza, ujue kwako mvua inakuja. Geukia jirani yako, mwambie kuna mvua inakuja. Mwambie tena kuna mvua inakuja. Sijaona bado kama kuna mtu ananielewa ninachoongea. Nasema kuna mvua inakuja. Paza sauti ya amen kama unanielewa. Na tunapozungumzia neema, tunapozungumzia mafuriko ya kimungu, tunazungumzia neema isiyo na kipimo. Baraka zinakuja kwa wingi kuliko ulivyotarajia. Baraka zinamiminika kuliko vile ulivyotarajia. Ulitarajia utapata kidogo, unapata sana. Ulitarajia utavuna kidogo, unavuna sana. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Yule mwanamke mjana alikuwa na kachupa kadogo kama mafuta, alafu nakutana na nabii Elisha, anambia chukua kachupa kidogo, kajifungie ndani, azima vyombo kwa majirani, alafu kachukua kile kachombo, uweke mafuta kwenye kila chombo, alafu jifungie wewe na mtoto wako. Maandiko yanasema alipokuwa anafanya namna hiyo, ghafla akakuta vyombo vyote vimejaa mafuta, na wakati alikuwa na kachupa kadogo. Hii inaitwa supernatural overflow. Hajui haya mafuta yametoka wapi, lakini anakuta ghafla vyombo vyote vimejaa mafuta. Kuna baraka zitaanza kuja nyumbani kwako, hautajua zimetoka wapi. Zinaitwa mafuriko. Hakunaga mtu ambaye anajiandaa kwa mafuriko. Mafuriko yanakujaga ghafla. Nasema kuna baraka za ghafla zitaanza kuja kwenye nyumba yako. Nasema utaona ghafla. Kuna watu wanasema kuna tenda ya kibiashara huku. Kuna watu wanasema ghafla kuna neema inakuja huku. Utaona ghafla kwenye huduma yako. Utaona Mungu analeta mafuriko. Mungu ana uwezo wa kuvuka kawaida, akafanya vitu vinavyovuka kawaida. Na asubuhi ya leo hii neema inakufuata katika jina la Yesu aliye hai. Nasema haya mafuriko yanakufuata katika jina la Yesu aliye hai. Nasema haya mafuriko ambayo ni neema isiyo na kipimo inakufuata katika jina la Yesu aliye hai. Paza sauti ya amen kwa jina la Yesu. Tunapozungumzia namba 2, mafuriko ya kimungu, tunazungumzia nini? Mafuriko ya kimungu ni nguvu ya Mungu inayoshinda vizuizi. Ni nguvu ya Mungu inayoshinda vizuizi. Mafuriko ya kimungu ni nini? Mafuriko ya kimungu ni nguvu inayoshinda vizuizi. Sometimes inawezekana kabisa ukawa umetoka kwenye familia ambayo wanasema hakuna mtu anayetakiwa kuwa tajiri. Baba yako alikuwa ni mtu maskini, babu alikuwa ni maskini, wajomba ni maskini, ndugu walikuwa ni maskini. Hapa zinakuja baraka za Mungu. Hizi baraka za Mungu zinavunja vizuizi vyote ambavyo vilikuweko kwenye familia. Yanaitwa mafuriko ya kimungu. Yakija kwenye eneo lolote, yanavunja ukawaida uliokuwepo ndani ya familia. Yanavunja ukawaida. Kuna watu ambao familia inasema sisi nyumbani kwetu hakunaga anayeolewa na harusi. Alafu ghafla Mungu anasema wewe utaolewa kwa harusi. Alafu unaolewa kwa harusi. Unavunja kila vizuizi ambavyo vilikuwepo ndani ya nini? Ya familia.
Kuna mtu anaelewa ninachoongea? Kuna mtu mmoja siku ya leo utaenda kupokea nguvu ya kuvunja vizuizi. Kile ambacho ndugu zako walishindwa kufanya, wewe utaweza kufanya. Kama kuna biashara ulikuwa unafanya, kuna level ulikuwa unaishia, kila wakati unatamani, unasema Bwana nisaidie, lakini kila siku unaishia hapa, kila siku unaishia. Kutakuja na mafuriko ya kimungu yatakufanya uvuke ule mpaka katika jina la Yesu aliye hai. Nasema kila mpaka wa kifamilia siku ya leo utaenda kuuvuka katika jina la Yesu aliye hai. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu aliye hai. Kwa mafuriko ya kimungu yakija, yanakusaidia kushinda vizuizi. Vizuizi. Kuna vizuizi gani ambavyo vimekaa kwenye maisha yako? Mafuriko haya yakija yanabomoa vizuizi. Mahali popote penye mafuriko, unakuta mafuriko yanabeba vitu, yanaenda navyo. Kama kulikuwa na vitu vimezuia ya kwamba wewe macho yako yaishie pale pale ambapo ulikuwa unaona kwenye biashara, yakija mafuriko yanasafisha, utaanza kuona mbali. Piga kelele, sema amen. Mwaka 2026 kuna mtu mmoja Mungu anaenda kukutembelea na mafuriko yasiyo ya kawaida katika jina la Yesu aliye hai. Nasema Bwana nakutembelea na kwenye akaunti yako ulikuwa unaishiaga 50,000. Nasema kuna mafuriko ya fedha yanakuja. Hujanielewa bado? Nasema kuna mafuriko ya fedha yanakuja. Utakuwa unalala, unaamka, unagundua ya kwamba hii pesa sikuwa nayo kwenye akaunti, lakini ghafla nimeona muamala umesoma, alafu na usikilizia huu muamala nani ameutuma. Unagundua kwamba nobody. Hapana, mbona nimeona kama kuna kaela kamekaa huko ndani kwenye account. Nasema this is supernatural. Unaelewa maana ya supernatural? Sio mkono wa mtu, sio nguvu za mtu, sio nguvu za pastor, sio nguvu za apostle, sio nguvu za mchungaji, ni nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu zikija zinavuka mipaka ya kawaida. Kuna mtu ananielewa ninachoongea? Nguvu za Mungu zikija zinavunja mipaka ya kawaida. Kuna mipaka unayo, akaunti yako inaishaga 20,000. Kila siku unaweka 5,500 au 2,200. Alafu kuna mafuriko yanakuja, yanavunja hiyo mipaka. Nasema inavunjwa hiyo mipaka. Nasema hiyo mipaka itavunjwa katika jina la Yesu. Nasema hiyo mipaka itavunjwa katika jina la Yesu. Nasema hiyo mipaka itavunjwa katika jina la Yesu. Wiki iliyopita wakati tunapata shuhuda, binti yangu akasema hapa, sisi nyumbani kulikuwa hakuna anayeolewa kwa harusi, lakini wiki iliyopita dada yangu ameolewa kwa harusi. Imagine that testimony. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Sometimes utaelewa haya mambo, wazazi wanajisikiaga vibaya, watoto unakuta tu ghafla hayuko nyumbani. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, anatafuta kila mahali, anaonekana, alafu anapokea simu, anasema, anasikia simu, huyo mtoto wako tunaye huku. Unafikiri wazazi wanajisikiaga vizuri? Hawajisikiagi vizuri. Ni baraka mtoto anapotokea mlangoni. Anaolewa kutokea wapi? Mlangoni. Sio analushwa ukuta, anapitishwa dirishani. Sio baraka. Unaposikia shuhuda za jinsi, dada wa kwanza alipitishwa dirishani, wa pili dirishani, wa tatu dirishani, na huyu tena. Sometimes hata wazazi wanakuwa wameshakata tamaa, wanasema hata huyu tunajua tu atapita dirishani. Kwa hiyo kama kipotea, anasema mke wangu tulia, atajua, tutapata tu simu. Si unajua kama dada yake. Wazazi wako wanajua kabisa sasa kama dada yake alivyopotea, ndio hata huyu naye atapotea hivyo hivyo. Kwa hiyo wewe hata usijali. Akija wakisema amechumbiwa, sasa amechumbiwa kweli? Wamekuja kweli? Unanielewa ninachoongea? Nasema wewe utavunja hiyo miko ya nyumbani kwenu kwa jina la Yesu. Nasema wewe utavunja hiyo miko katika jina la Yesu. Haya mafuriko ya Mungu yanabomoa vikwazo vya giza, yanabomoa mikosi ya kifamilia. Haya mafuriko yanabomoa roho zinazochelewesha baraka. Kuna watu ambao mpaka wajenge ni mpaka wawe na miaka 50. Yaani ni nature ya familia. Ili ajenge lazima awe na miaka mingapi? 50. Au anasubiria pesa za mafao, ila pesa zingine zote zinanywewa pombe. Mpaka ifike kwenye kile kipindi cha mafao, anasema hii nisije nikanywa yote, ngoja nijenge hata nyumba ya vyumba vitano. Ile ni roho. Anakuta kaka mkubwa alikuwa hivyo, kaka mdogo alikuwa hivyo, nani alikuwa hivyo. Unaangalia hata kaka yako naye yuko hivyo hivyo. Unasema Mungu hapana. Wale ndugu zangu walipita huku, mimi sitapita hapa. Wakapaelewa ninachoongea. Inachukua ubabe wa kiroho, inachukua nguvu za kimungu, inachukua mafuriko ya kimungu, yakasombe hayo mambo mabaya yanayowazuia msipenye.
Umeelewa ninachoongea? Kwenye ofisi hakunaga mtu ambaye anapandishwaga chea ofisi yenu. Mpo tu pale mmekaa. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, hakunaga mtu ambaye kuna kitu chochote chema kinaonekana. Maandiko yanasema Mungu yeye ana tabia kuja kunyunyiza maji mahali pakavu. Pakavu. Na Mungu atafutagi mahali penye maji, anatafuta mahali pakavu ili ajioneshe kwamba yeye ni Mungu. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Lakini namba 3, mafuriko ya kimungu ni nini? Mafuriko ya kimungu ni urejesho wa haraka. Mungu analeta mabadiliko ya ghafla. Ni urejesho wa haraka. Speedily restoration. Kuna urejesho wa taratibu. Unajua kuna vitu nasema Mungu amerejesha taratibu. Kuna wakati Daudi akiwa anaomba, anamwambia Mungu, ninakuomba unijibu upesi. Answer me speedily. Kuna maombi waga tunaombaga kwa Mungu, sio kwamba Mungu unijibu hata mwakani, unijibu ukipenda. Kuna maombi tunasema Baba utujibu upesi, kwa sababu tukikaa hapa tutaaibika, tutafeli, watatucheka, watatudharau, wataona ya kwamba tumeokoka lakini ni bure. Wanaelewa ninachoongea? Ninakuombea mtu mmoja hapa, Bwana afanye urejesho wa haraka kwenye maisha yako. Nasema Bwana afanye urejesho wa haraka kwenye maisha yako. Mungu ana uwezo wa kuleta mabadiliko ya ghafla. Yabesi kuna wakati amekaa akaomba Mungu, akasema lao ungenibarikia kweli kweli na kuizidisha hozi yangu. Kuna wakati unatakiwa uombe kwa Mungu, lao ungenibarikia kweli kweli na kuizidisha hozi yangu na kuizidisha mipaka yangu, ili isiwe kwa aibu yangu. Akaomba, maandiko yanasema naye Bwana akamjalia Yabesi yale aliyoyaomba. Kuna wakati unatakiwa uombe Mungu, hapana, hii level ya biashara ninaomba ukanitoe, la ungenibarikia kweli kweli na kuizidisha biashara yangu na kuizidisha ndoa yangu na kuizidisha kazi yangu, Bwana ukanitokee. Unahitaji mafuriko ya kimungu ili kuona mambo yanatokea kwa haraka. How comes ya kwamba waganga waonekane Mungu wao anajibu haraka, alafu Mungu wetu aliye hai hajibu kwa haraka? Nampenda sana Elia alipokuwa anashindana na manabii wa Baali. Niwaambie, kwenye dunia tulionayo siku zote kuna mashindano. Siku zote, yani ukatae ukubali, kuna mashindano. Tupo kwenye mashindano. Shetani ana watu wake na Mungu ana watu wake. Na watu wa shetani mara zote wanashindana na watu wa Mungu. Tutaona kama Mungu wao atawajibu, tutaona. Wakati manabii wa Baali wanaomba, waliomba Mungu wao hakujibu. Alitokea Mungu wa Elia na Elia wake. Maandiko yanasema Elia alipoanza kuomba tu, hakuomba sio kwa anasema ati mwageni maji hapa, mwageni. Tena kusema nataka pawe pakavu, Mungu atokee, moto ushuke kwa haraka. Alisema pawe pabichi, pawe pametokota. Mungu sometimes ili atokee hahitaji protocol za kawaida. Ni kama unachukua kuni mbichi, alafu unasema moto utawaka. Utapuliza mpaka macho yanakuwa mekundu na moto uwaki. Elia akasema nataka paloane. Paloane. Chinja au ng'ombe. Chinja pale. Mahali pametokota maji hivi. Akaomba tu. Alipoomba moto ukashuka. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Sometimes unakuwa kwenye biashara, unaona biashara yako haiendi, kuna aina ya maombi lazima ujifunze kuomba. Lazima kwa sababu usipoomba na Mungu akatokea, watu wanasema ni mlokole huyu, anasumbuaga, anaendaga kusali kila siku. Ifike wakati tuna uwezo wa kumthibitisha Mungu wetu kwamba Mungu wetu ni Mungu aliye hai. Kuna wakati ukikaa watu wajue kwamba wewe umeokoka, na kama wanataka Mungu wa kweli waje kwako. Umekaa kwenye ofisi, kuna wakati watu wanatakiwa wajue namna vile unavyoonekana, wajue sababu ya Bwana. Sio unakaa tu unasema tu nimeokoka, unajua nasali wapi? Nasali pale ile kanisa la pale. Nasali. No. Kwa kuna uwezekano wa kumthibitisha Mungu aliye naye. Ninamwombea mtu mmoja aliyeko hapa, Mungu akupe neema ya kuthibitisha na kumthibitisha kwa nguvu zake. Paza sauti ya amen kwa jina la Yesu. Nasema kati ya watu kwenye familia yenu, Mungu akakupokee wewe, ukamthibitisha kwenye hiyo familia ya kwamba Mungu aliye hai yupo. Paza sauti ya amen kwa jina la Yesu. Kwa tunapozungumzia mafuriko ya kimungu, tunazungumzia urejesho wa haraka. Mungu ana uwezo wa kuleta mabadiliko ya ghafla. Mungu anaweza kuleta.
Lakini namba 4, tunapozungumzia mafuriko ya kimungu tunazungumzia uamsho wa kiroho unaogusa wengine. Tunapozungumzia mafuriko ya kimungu tunazungumzia uamsho. Mungu anamimina, anasema nitamimina na roho wangu, nitamwagia roho wangu. Hapa anazungumzia uamsho wa kiroho. Mahali ambapo palikuwa pakavu kiroho, watu hawawezi kuomba, watu hawawezi kufunga, watu hawawezi kumtafuta Mungu, ghafla wanaanza kujisikia shauku na njaa ya kumtafuta Mungu. Tupo kwenye kizazi ambacho Mungu anamwaga roho wake na anasema na wewe hutapitwa. Nasema tena, na wewe hutapitwa. Ni kizazi ambacho Mungu anatafuta mtu wa kumtumia. Wewe utapatikana. Nasema wewe utapatikana. Mungu anatafuta watu ambao atawapaka mafuta na atawatumia. Kabla hajaanza kuwatumia, lazima alete mafuriko ya roho wake juu yako. Unanielewa ninachoongea? Paza sauti ya amen. Kuna vitu ambavyo nataka niviongee mbele, kwa hiyo nitakuwa nakimbia. Lakini namba 5, tunapozungumzia mafuriko ya kimungu tunazungumzia mvua ya majira mapya. Kila wakati mafuriko yanapokuja, majira yanatokea mapya. Ukiona mvua inanyesha mahali popote, manake wakati wa mgeuko wa majira umefika. Wote tulikuwa tunaona Dodoma ilikuwa kavu, lakini mvua 2-3 zimepiga, tunaanza kuona ukijani. Manake majira yamebadilika. Mungu anaponyesha mvua, mara zote anabadilisha mifumo, anabadilisha majira kwenye maisha yetu. Kulikuwa ni msimu wa madeni, anageuza madeni, anakufanya na wewe uanze kukopesha. Anabadilisha mfumo wako na majira yako. Ulikuwa huna ndoa, anakupa ndoa nzuri. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Maana yake wakati huo na majira hayo ni wakati ambao Mungu anabadilisha majira yako. Ukiona Mungu anaanza kuleta mvua kwenye maisha yako, maana yake msimu wa majira mapya umekaribia. Kwa hiyo mvua ni ishara ya msimu mpya. Msimu wa kutoka wakati wa kiangazi na kwenda wakati wa mavuno. Wakati wa mvua ni wakati wa katikati, kati ya msimu wa kiangazi na msimu wa mavuno. Kwa ukishaona wakati huu mvua zimeanza kunyesha, maana yake msimu wa mavuno unaandaliwa. Umeelewa ninachoongea? Paza sauti ya amen katika jina la Yesu. Na angalia kitabu kile cha Zaburi. Alright. Tuanzie Isaya sura ya 66:10 pale. Isaya 66:10, nitakusomea maandiko alafu then tutaenda kwenye kipengele kingine. Anasema, furahini pamoja na Yerusalemu, shangilieni kwa ajili yake, ninyi nyote mpendao, furahini pamoja naye kwa furaha, ninyi nyote mliao kwa ajili yake, mpate kunyonya na kushibishwa kwa maziwa ya faraja zake. Mpate kufanya nini? Kunyonya na kushibishwa na maziwa ya faraja zake. Mpate kukama na kufurahiwa kwa wingi wa utukufu wake. Mstari wa 12, maana Bwana asema hivi, tazama nitamwelekezea amani kama mto. Amani kama nini? Kama mto. Na utukufu wa mataifa kama kijito kifurikacho. Nanyi mtapata kunyonya, nanyi mtapata kufanya nini? Kumbe Mungu ana mto. Ndio maana ana ujasiri wa kusema aliye na kiu ya ndoa nzuri aje kwangu anywe. Aliye na kiu ya biashara nzuri aje kwangu anywe. Aliye na kiu ya huduma nzuri aje kwangu anywe. Chochote ulicho na kiu nacho, njoo kwa Bwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ana mto. Angalia, anasema mto wa Mungu umejaa maji. My God. Wawaruzuku watu wake nafaka, maana ndiye uitengenezaye ardhi. Unanielewa ninachoongea? Anasema awaruzuku watu wake nafaka. Yeye ndiye anayewapa watu wake nafaka. Huyu ndiye Mungu ambaye namzungumzia. Kila mtu ana nafaka zake anazozitaka. Kuna mwingine nafaka ni anataka chakula nyumbani. Mwingine nafaka yake ni biashara nzuri. Mwingine nafaka yake ni, anapozungumzia nafaka anazungumzia mazao. Anazungumzia mazao. Anasema kwa sababu ya huu mto ambao Bwana ameuleta uliojaa maji, anasema kutakuwa na nafaka. Anasema hivi,
tuendelee pale. Matuta yake wayajaza maji, wapasawazisha palipoinuka, wailainisha nchi kwa manyunyu, waibariki mimea yake. Umeuvika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono. Huyadondokea malisho ya nyikani, na vilima vyajifunga furaha. Kwa nini vyajifunga furaha? Kwa sababu kuna mto wa Mungu uliojaa maji. Kuna mtu anaelewa ninachoongea? Hakutakuwa na ukame. Kwa sababu gani? Kutakuwa na mto uliojaa maji. Angalia, mafuta yake wayajaza maji, wapasawazisha palipoinuka, wailainisha nchi kwa manyunyu. Angalia mstari wa 11. Umeuvika mwaka 2026 taji ya wema. Kuna mtu kwa sababu ya supernatural overflow ambayo utaipata siku ya leo, utagundua ya kwamba maisha yako hayatakuwa na ukame. Nataka nielewe kama watu wananielewa ninachoongea. Nasema kwa sababu ya umwagiko na mafuriko ya kiungu ambayo yanaenda kutokea, hautaona ukame kwenye maisha yako. Mwaka huu hautaona ukame kwenye maisha yako. Hautaona ukame wa kiroho, hautaona ukame wa kibiashara, hautaona ukame kwenye ndoa, hautaona ukame kwenye eneo lolote ambalo nasema Bwana atakujaza yaliyo mema. Anasema umeufurisha mwaka 2026 kwa unono. Imagine biashara zako zikajaa unono. Imagine unaenda kwenye ofisi yako imejaa unono. Imagine unaenda kwenye ndoa yako imejaa unono. Daudi anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe kinafurika. Mwaka 2026 nasema kuna mafuriko ya mema yatakufuata. Angalia, nasema kuna mafuriko ya mema yatakufuata. Anasema umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Anasema hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata, zitanifuata, zitanifuata kwenye biashara, zitanifuata kwenye ndoa, zitanifuata kwenye kazi, kwa sababu kuna kikombe kimejaa. Najua sitatembea katika ukame. Nikihitaji fedha nitapata, nikihitaji amani nitapata, nikihitaji kicheko nitapata. Hakika wema na fadhili zake zitanifuata, zitanifuata, zitanifuata. Mwaka 2026 hautadondosha machozi, utadondosha unono. Haya. Anasema mwaka 2026 hakutakuwa na msiba kwenye nyumba yako. Anasema anasema hakutakuwa na watu watakao kuja kula kande kwa sababu ya msiba. Anasema mwaka 2026 kutajaa sherehe. Anasema kutajaa sherehe. Anasema mwaka 2026 wadondosha unono. Kitu gani ni unono kwako? Kiambie kile unachokitaka ndo kinono chako. Kiite, kiambie uje kwangu haraka. Kiambie uje kwangu haraka, uje kwa watoto wangu haraka, uje kwenye biashara zangu haraka, uje kwenye ndoa yangu haraka. Kuna watu wana machozi kila siku kwa sababu hakuna unono kwenye ndoa zao. Ninakuombea siku ya leo, kuanzia leo kukawe na mema kwenye nyumba yako. Hakika wema na fadhili zitanifuata. Sema zitanifuata, sema zitanifuata. Piga kelele, sema haleluya, paza haleluya. Na keti mahali ulipo. Mahali popote ambapo kuna mafuriko, kuna mema yanakuja. Nasema kuna mema yanakuja. Umeufika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono. Utaingia kwenye biashara unapata unono. Anasema mahali popote utakapopita utakuwa unadaka unono. Ukienda kukutana na watu, sio kila siku watu wakutendee mabaya. Kuna wakati unahitaji kuungana na watu watakao kutendea mema. Nisikilize vizuri, siku ya leo ninakuombea katika jina la Yesu. Bwana akuunganishe na watu watakao kutendea mema katika jina la Yesu. Sio sifa kwamba kila siku unatendewa mabaya. Tunasema mimi ndo nimeumbiwa kutendewa mabaya, nimeumbiwa kuumizwa. Nasema hivi, kuanzia leo, yeyote ambaye utakuwa connected naye, yeyote ambaye atakuwa rafiki yako, yeyote ambaye atakuwa ndugu yako, yeyote atakayekuja kama jamaa yako, kuanzia leo atakutendea mema. Nasema hautatendewa mabaya na watu ambao uliwatendea mema. Nasema hautatendewa mabaya na watu ambao uliwatendea mema katika jina la Yesu aliye hai. Hiyo roho ya shetani inayowalazimisha watu wakutendee mabaya wakati uliwatendea mema, katika jina la Yesu aliye hai tunaikataa. Watu ambao wanakutendea mabaya wakati
uliwatendea mema, wanaokulipa mabaya wakati uliwatendea mema, katika jina la Yesu, hiyo roho tunaikataa, hiyo roho tunaikataa, hiyo roho tunaikataa, hiyo roho tunaikataa. Mwaka 2026 anayekuja kwako akakutendea mema, maandiko yanasema mapito yako yakadondoze unono. Sio unaenda unakutana na mtu mbaya. Hata kama nimekutana na mbaya, hata mahali penye mzoga asali inaweza kutokea. Hata katika mtu mbaya mema yanaweza kutokea. Siku ya leo katika jina la Yesu aliye hai, ninaamuru mema yakatokee hata kwa watu wabaya. Hata kwa simba aliyekufa, nasema asali katokee, nasema asali katokee. Samsoni alipoua simba akaoza, alipooza anapoenda kumwangalia hakukuta ananuka, akakutana na asali ndani ya mzoga. Katika jina la Yesu aliye hai, nasema kila rafiki aliyekusaliti mwaka jana, mwaka huu akaje kwako akuletee zawadi. Mahali penye mzoga pakatokea asali, mapito yako yakadondoshe unono, yakadondoshe unono, yakadondoshe unono. Paza haleluya. Keti mahali ulipo nisikilize vizuri. Kuna vitu ninavyoviongea ambavyo Mungu anataka vifanye kwako mwaka huu. Simba yule ambaye alikutana na Samsoni alikuwa ni adui yake. Samsoni akamuua. Alipomuua, aliporudia mara ya pili njia ile, alikuta yule simba aliyemuua ametengeneza asali kwa ajili yake. Jamaa akachukua akalamba, afu nyingine akaibeba. Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Nasema ule mzoga ambao ulikutana nao mwaka jana, yule adui yako aliyetaka kukuua mwaka jana, mwaka huu lazima akuletee mwanambuzi, lazima akuletee kuku, lazima akuletee fedha. Hata kama wakupendi watasema ninakupa, hata kama sikupendi chukua. Na yaka paradaba, nasema katika jina la Yesu aliye hai, hata kama waipendi sura yako lakini wakakutendea mema, tunawalazimisha siku ya leo sawa na neno la Bwana, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Anasema Bwana akaandae meza nzuri mbele yako, akaandae meza nzuri mbele yako, akaandae meza ya kicheko, akaandae meza ya furaha, akaandae meza ya amani, akaandae meza ya ndoa nzuri. Mwaka 2026 hautakaa ukilia. Maandiko yanasema waandaa meza mbele yangu. Nasema kuna meza mbele yako. Bwana amekuandalia meza ya baraka, amekuandalia meza ya furaha, amekuandalia meza ya amani. Yeyote ambaye alikuwa anatazamia mabaya yatatokea kwenye nyumba yako, hayataonekana. Hayo mabaya hayataonekana, hayo mabaya hayataonekana. Yeyote aliyekupangia mabaya mwaka 2026, hayo mabaya hayatakupata, hayo mabaya hayatakupata. Kila magonjwa ambayo adui zako wameyaframe, wameyapanga kinyume chako, anasema hayo magonjwa hayatakupata. Chochote kibaya ambacho umesemewa kwa siri, umesemewa kubaya, kwa jina la Yesu hakitakupata. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Sema nitakula wakiwa wanaangalia, sawa na neno la Bwana. Sema nitafanikiwa wakiwa wanatazama, sawa na neno la Bwana. Sema nitaendelea wakiwa wanatazama. Sema kikombe changu kitajaa. Sema kitajaa amani. Sema kitajaa fedha. Sema nitafurika kwa mema mwaka 2026. Sema hapana adui yangu aliyepanga mabaya juu yangu atakayefanikiwa kinyume changu mwaka 2026. Waliokutegea mitego hawatakupata, kwa sababu Bwana atatenda jambo. Waliokuwazia mabaya, walioenda kwa waganga na wachawi kwa ajili yako ya kwamba mabaya yakupate, hawatakupata wao. Ana mitego yao, hawatakupata wao. Na shetani wao, hawatakupata wao. Ana uchawi wao. Anasema Bwana atakuokoa na mtego wa mwindaji, atakuokoa na tauni ya ribuyo. Kwa mkono wa Bwana hatutatenda makuu, kwa mkono wa Bwana tutawakanyaga watesi wetu, tutakanyaga joka na mwanachoka. Mwaka wa 2026 watashindana na sisi, lakini hawatashinda. Watakuja kwetu, watakuja kwetu washindane nasi, tutawaponda ponda kabisa. Sawa na neno la Bwana, hawataweza, hawatafanikiwa. Maandiko yanasema ana kila silaha itakako haitafanikiwa, kwa sababu ni mwaka ambao Bwana ameuamuru ukadondosha unono. Unono na kufuata, nasema unono na kufuata. Mwaka 2026 pokea neema ya unono kwa jina la Yesu. Utaingia kwenye biashara yako, mema yatakufuata. Daudi
Akasema hakika wema na fadhili zako hazitanifuata kwenye ndoa. Walisema ya kwamba nitaolewa lakini sitafurahi, lakini najua neno moja ya kwamba hakika wema na fadhili za Bwana hazitanifuata kwenye ndoa. Sitafanikiwa kwenye biashara, wataniona naenda kwenye biashara alafu natoboa, kwa sababu hakika wema na fadhili zake zitanifuata. Wema na fadhili zake zinakufuata hata kwenye biashara, zinafuata uzao wako, zinafuata watoto wako. Neema na fadhili za Bwana zinafuata maisha yako. Hapana shetani atakayefuatia maisha yako, hapana shetani atakayefuatia maisha yako, katika jina la Yesu aliye hai. Yeyote anayefuatia maisha yako atamezwa kama jeshi la Misri, atamezwa kama jeshi la Misri. Na wale wa Misri waliowaona mwaka 2025 hautawaona mwaka 2026. Wale waovu waliowaona mwaka jana hautawaona mwaka huu. Bwana anatokezea kama shujaa. Bwana ambaye alikuokoa na tauni, aliyekuokoa na simba, aliyekuokoa na dubo, ndiye ambaye atakuokoa na Mfilisti unayemwona mbele yako. Chochote ambacho unakiona mbele yako haya kwamba ni hatari, mwaka 2026 Bwana anaachilia neema. Utaokoka ana mtego wa mwendaji, utaokoka ana mtego wa mwendaji. Hapana mtu mbaya atakayefanikiwa kinyume chako. Piga kelele, sema hawatafanikiwa. Sema tena hawatafanikiwa. Sema Bwana ataniongoza. Sema Bwana atakuwa upande wangu. Sema Bwana atakuwa upande wangu. Ni nani atakayekuwa juu yangu? Sema nani atakayekuwa juu yangu? Sema washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Sema washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Piga kelele, sema haleluya. Piga kelele, sema haleluya. Sema naona mafuriko ya Bwana yananiendesha. Sema nitaendeshwa kwa mafuriko ya Bwana. Sema nitaendeshwa kwenye biashara na mafuriko ya Bwana. Sema ninaenda kwa kasi kwa mafuriko ya Bwana. Sema ninaenda kwa kasi. Waliponiacha hawatanikuta, kwa sababu mafuriko ya Bwana yamenibeba. Kwa sababu mafuriko ya Bwana yamenibeba. Waliona kama sitastawi, wataona ninanawiri, wataona ninapendeza, kwa sababu Bwana yuko upande wangu. Ni nani aliye juu yangu? Sema hapana mkanga wala mchawi. Sema hapana mwenye pepo wala mpunga pepo atakayesimama mbele yangu, atakayenishinda, kwa sababu Bwana ni nguvu zangu. Shangilia Yesu kwa makofi. Nasema Bwana atakutendea mema mwaka 2026. Hapana adui yako atakaye kupata katika jina la Yesu. Anasema hapana adui yako atakaye kupata katika jina la Yesu. Aliyekuwa anashindana na wewe kwenye biashara hata kupata. Aliyekuwa anashindana na wewe kwenye ndoa hata kupata. Aliyekuwa anakutakia mabaya hata kupata. 2026 mkono wa Bwana unaenda na wewe kama mkondo wa maji ufurikao, utakuja kwenye nyumba yako. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea mema katika jina la Yesu aliye hai. Anaona mkono wa Bwana unatokea kwenye kazi yako. Anaona mkono wa Bwana unatokea kwenye familia yako. Anaona mkono wa Bwana unatokea kwenye ndoa yako. Yeyote ambaye alisimama kama kizuizi, tunaagiza maji yafurikayo yakatokee kwenye hivyo vizuizi, yakasombe vizuizi, yakasombe vizuizi, yakasombe vizuizi. Paza haleluya. Sema sitakwamishwa wala sitakawirishwa. Sema sitakwamishwa wala sitakawirishwa, kwa sababu Bwana atakuwa upande wangu. Sema mwaka 2026 Bwana atakuwa upande wangu. Piga kelele haleluya. Paza sauti ya haleluya. Naomba uketi mahali ulipo, at least nimalize. Paza amen. Paza amen. Paza amen. Sema Bwana yuko upande wangu. Adui zangu hawatanipata. Wanaonitafuta hawatanipata. Sema waganga wala wachawi hawatanipata. Sema wapunga pepo hawatanipata. Sema Bwana amenizunguka mbele na nyuma. Sema ninaogelea katika mto wa Mungu na hapana shetani atakayenipata. Sema roho wa Bwana yuko juu yangu, anaye amenipaka mafuta. Sema naye amenipaka mafuta. Sema hapana yeyote atakayenipata, atakayenipata. Maandiko yanasema itakuwa siku za mwisho, asema Bwana, na itakapo
ninapomwaga roho yangu kwa wote wenye mwili, nitamwaga roho yangu. Anasema siku ya leo Bwana akamwage roho wake kwenye maisha yako, akamwage roho wake kwenye ndoa yako. Let there be supernatural overflow, na kukawe na umwagiko wa kiungo, kukawe na umwagiko wa kiungo. Ukaingia kwenye biashara na umwagiko wa kiungo. Anasema Bwana akaende na wewe. Ayaka paradaba. Anasema Bwana akaende na wewe. Kukawe na umwagiko wa kiungo, kukawe na umwagiko wa kimungu. Roho Bwana yuko hapa sasa, anataka wewe akamwage roho wake juu yako. Roho Bwana yuko hapa, anataka kumwagie roho wake. Nasema Roho Bwana yuko hapa. Una kiu, una njaa, unatamani nini? Yuko hapa. Geukia jirani yako, mwambie Roho Bwana yuko hapa. Mwambie tena Roho Bwana yuko hapa. Mwambie kuna jambo linaenda kutokea. Sema kuna jambo linaenda kutokea. Paza ime. Keti mahali ulipo. Hey. Rabako rabashante ya basi. Rabakata mai. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya haleluya. Now, andika mambo ya kufahamu mafuriko ya kimungu yakija. Mambo ya kufahamu mafuriko ya kimungu yakija. Zaburi ya 65 mstari wa 9. Umeijiria nchi na kuistawisha, umeitajirisha sana. Kuna vitu nataka uvifahamu. Mafuriko yakija, vitu gani vinatokea? Vitu gani vinatokea? Andika. Namba 1, mafuriko ya kimungu yaliyo juu yako ndiyo yanayokuandaa kuhudumia kizazi chako. Mafuriko ya kimungu yakija juu yako yanakuandaa kuhudumia kizazi chako. It is the supernatural overflow that prepare you to minister to your generation. Mungu akitaka akuandae ukihudumie kizazi chako, anachokifanya analeta mafuriko juu yako. Kuna watu ambao Mungu hapa anawaandaa muje kuwa viongozi wa taifa hili. Kuna watu mko hapa ndani Mungu anawaandaa muwe ni watu ambao mtakuwa na ndoa nzuri ambazo vijana watajifunza kwenu. Nawaambia tena, kuna watu Mungu anawaandaa mtakuwa na biashara kubwa ambazo watu waliookoka tutasema unamwona yule ameokoka na ni mfanya biashara mkubwa na anampenda Yesu. Kuna mtu mmoja ni mfanya biashara mkubwa sana anaitwa Maduka. Huyu mtu ni mtu wa Nigeria. Hajasoma, hana kisomo, hakupata nafasi ya kusoma, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu amembariki. Ni bilionea. Yule mtu wa Mungu anapita sokoni, ana gari yake, speaker, anafungua hapo, anahubiri, anamaliza, anafunga, anaondoka. Ni bilionea. Kwa Mungu anatafuta watu ambao atawajaza maji, atawajaza roho, alafu akawatuma, akawaachilia kwenye kizazi. Mwaka 2026 Mungu anatafuta watu ambao atawajaza roho wake. Maana baada ya kuwajaza, awaachilie kwenye taifa la Tanzania, awaachilie kwenye mipaka ya Tanzania. Ninaomba mtu mmoja apatikane hapa ambaye kupitia huyo Bwana akageuze kizazi cha Watanzania. Mahali penye ukame utakapokuwa ukitokea, pakawe na bubujiko la maji. Mahali ambapo watu walikuwa wamjui Mungu, utakapotokea ghafla watu wakaanza kusema at least huyu jamaa amekuja, mambo yamebadilika. At least huyu mama amekuja, mambo yameanza kubadilika. Nasema Bwana akakujaze katika jina la Yesu aliye hai. Nasema Bwana akakujaze katika jina la Yesu aliye hai. Inachukua mafuriko ya roho kuwa supplier wa maji. Kuna watu wanahitajika kuwa matank rohoni.
unywe roho vya kutosha, ujae roho vya kutosha, ili kizazi chako kinufaike. Kuna watu hata tumaji ulichonato familia yako hatutoshi kuwapa. Ni kweli unaomba, lakini maombi yako hayatoshei, hayakutoshi wewe wala mke wako wala watoto wako, hayatoshi. Na ndio maana unakuta shetani hajakushambulia wewe, ila ameshambulia ndugu yako, kashambulia mke wako, kashambulia watoto wako. Siku ya leo ninakuombea Bwana akakujaze maji ndani yako. Nasema Bwana akakujaze maji ndani yako. Nasema Bwana akakujaze maji ndani yako. Mafuriko yaliyoko juu yako ndio yanayokuandaa kwa ajili ya kuhudumia kizazi chako. Yeyote aliye na maji kidogo hawezi akahudumia watu. Yule mwanamke aliyekutana na Elisha, maandiko yanasema Elisha akamwambia, taka vyombo vingi, si vichache, ukajifungie navyo ndani. Ukishavifungia navyo ndani, akamwambia kaa humo ndani. Alafu vilivyojaa akamwambia, chukua haya mafuta, nenda ukayauze. Nenda ukayauze, manake nenda ukahudumia watu. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Wangapi wanaelewa ninachoongea? Kuna vipawa viko ndani yako, vijaze roho ili vikahudumia watu. Kuna watu Mungu amewapa vipawa ndani yenu, na hivyo vipawa ulivyo navyo mpaka leo hauwezi kuhudumia watu, kwa sababu hakuna umwagiko juu yako. Sometimes unahitaji kulia, Bwana nijaze roho wako, nijaze roho wako, furisha roho wako. Sometimes wewe Mungu unataka ukageuza familia. Unajua sometimes kuna umaskini nyumbani, mpaka yaani mtu akikuona tu hivi unamwambia Mungu, sikia, ninaomba unibariki, at least tukomeshe hii dharau iliyoko kwenye hii familia. Unanielewa ninachoongea? Unanielewa ninachoongea? Kuna mtu mmoja Mungu anamtafuta hapa, ambaye atamtumia kugeuza familia na machozi ya familia. At least ujae roho, uchukue mafuta ukagawe kwenye familia yenu. Uiambie familia yenu, kuanzia leo hamtakuwa maskini tena. Nisikilize, inachukua Roho Mtakatifu kugeuza maisha ya watu. Elisha aligeuza mwanamke mwenye madeni kuwa tajiri ndani ya siku moja, kwa sababu ya roho wa Mungu aliyejaa ndani yake. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Inawezekana akawa ni kijana mmoja wa kawaida kwenye familia, ambaye anaweza akageuza familia nzima. Mungu, ninaomba unipake mafuta mimi nikasaidie jamii yangu, nipake mafuta nikaisaidie Tanzania. Sometimes tumechoka kusikia wahubiri wa uongo, manabii wa uongo, mitume wa uongo. Tumechoka kusikia habari zao. Tumechoka kusikia kwamba tu siku hizi kitu pekee kinachoweza kufanya kazi ni mafuta na maji. Tukimwambia Yesu, jamani, Yesu afanye kazi. Hicho tumechoka. At least tuhamie kwenye level nyingine. Kuweko na watu ambao wakisikika wanasema yule jamaa amejaa Yesu. Nyinyi mnanielewa ninachoongea? Kwa sababu inachukua Roho Mtakatifu ndani yako kugeuza kizazi chako. Kama hauna Roho Mtakatifu, achana kabisa na haya mama. Utabaki kuwa na maisha ya kawaida. Maisha ya kawaida. Maisha ya kawaida. Ila ninaona kuna watu ambao tupo katikati hapa. Bwana ana kazi na nyie. Anataka katumie kugeuza vizazi. Anataka katumie kugeuza familia zenu. Kuna watu mtaingia kwenye vyuo vikuu, mkiingia watu wanasema wale waliopindua ulimwengu wamefika huku. Mnavyoonekana tu wanasema come on, kama hao wamekuja basi hapa tuko salama. Mtu anaelewa ninachoongea? Piga kelele sema amen. Piga kelele sema amen. Luka sura ya 6 mstari 44 mpaka 45. Luka sura ya 6 mstari 44 na 45. Kwa kuwa kila mti utambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema umejaa nini? Katika hazina njema ya moyo wake utoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa kinywa chake unena yale yale ya ujazayo moyo wake. Roho Mtakatifu, nataka kwenda kuki-impact kizazi changu. Natamani vijana wakiniona wajue yule jamaa aliyejaga roho, yule jamaa ambaye akitokeaga watu wanaomba sana. Iwe ni wewe. Ikifika level umeingia mahali watu wanasema kama yule jamaa amekuja mtaomba. Umeelewa ninachoongea? Umejaa nini? Hazina yako imebeba nini?
Mungu yuko tayari kukujaza huko ndani, akujaze hazina za kimbingu ambazo zitageuza familia yenu. Wanasema mtoto wa fulani ndio aliyebadilisha maisha ya ndugu zake wote, amewapa kazi wote. Hapo una biashara moja, hiyo biashara ina matawi kila mahali. Kupitia hiyo biashara mambo yamenyoka. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Kuna mtu mmoja Mungu ataenda kukutumia kugeuza familia yako hapa. Mungu atakujaza hazina ya utajiri ndani yako. Na angalia, nataka kuna vitu ufahamu hapa. Anasema hivi, mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake utoa yaliyo mema. Kwa hiyo unaweza ukanywa kwenye hazina ya Mungu. Unaweza ukanywa kutoka kwenye hazina ya nani? Uko tayari kunywa kutoka kwenye hazina ya Mungu? Ukinywa, hazina yako ya ndani inajazwa. Hazina yako ya ndani inajazwa. Kuna mtu Mungu anaenda kukujaza leo. Anaondoa kila laana za familia. Unajua sometimes familia wanajazaga laana. Watu wanafanya matambiko, wanaambiana hii familia sisi hatutakuwa matajiri, tutakuwa tunatumikia miungu hii. Kwa hiyo inawezekana maagano alifanya babu, alafu anakuja kutesa wajukuu. Anajitahidi afanye biashara lakini achomoki, afanye kazi lakini akifanya biashara sana, yani at least yani kipato chake kinaishia 500,000. Unajua Mungu anaweza akakubariki. Naomba niende kwenye pointi ya pili. Mungu akitaka kukufanya kuwa na matokeo kwenye kizazi chako, atakupitishia mafuriko. Lakini namba 2, mafuriko ndiyo ambayo yanastawisha na kutajirisha. Yanastawisha na kutajirisha. Hili ndio neno la Mungu. Zaburi ya 65 mstari wa 9. Umeijilia nchi na kuistawisha, umeitajirisha sana. Mto wa Mungu umejaa maji. Wawaruzuku watu nafaka, maana ndiwe uitengenezae ardhi. Angalia, umeijilia nchi na kuistawisha, umeitajirisha sana. Umeitajirisha sana. Mungu akikuletea mafuriko unatajirishwa. Nyie mnisikilize, baraka ya Bwana hutajirisha wala haichanganyi huzuni nayo. So inawezekana kabisa sana, unajua mimi Bwana amenibariki. Tuone evidence, tuonyeshe ushahidi kwamba Bwana amekubariki. Amenibariki kiroho. Watu wa mataifa hawaelewi baraka za kiroho. Baraka za kiroho ni baraka za kiroho hivyo hivyo. Tunahitaji tufahamu kwamba hizi baraka ni za kiroho, zinaonekana mwilini. Na ninakuombea kuanzia leo, chochote Mungu alichokubarikia kikaonekane mwilini. Nasema chochote Mungu alichokubarikia kikaonekane mwilini. Anasema umeijilia nchi na kuistawisha, umeitajirisha sana. Umeitajirisha. Siku ya leo kuna mtu anaenda kutajirishwa sana. Nasema siku ya leo kuna mtu anaenda kutajirishwa sana. Nasema siku ya leo kuna mtu anaenda kutajirishwa sana. Bwana akakutokea katika jina la Yesu. Nasema Bwana akakutokea katika jina la Yesu. Akaitokea biashara yako ikaanze kuongezeka. Unajua kustawi, kustawi maana yake ni kutoka chini kwenda juu. Ndio maana ya kustawi. Maana you can start small but you never end small. Utaanza kidogo lakini utaishia kidogo. Maandiko yanasema umeistawisha sana. Umeistawisha na umeitajirisha sana. It is possible. Haya maji yakija ukatajirishwa. Ninakuombea ukatajirishwe. Nasema ninakuombea ukatajirishwe. Hautabaki kawaida kwa jina la Yesu. Hautabaki kawaida kwa jina la Yesu. Namba 3. Unisikilize, namba 3. Mafuriko ya kimungu ndio yanayoamua nafasi yako kati ya watu. Mafuriko ya kimungu ndio yanaamua nafasi yako kati ya watu. Mungu akitaka kubadilisha maisha yako, akuongeze, anatuma mafuriko
mafuriko ya baraka ya kifedha, mafuriko ya baraka ya amani. Then watu wakikuangalia wanagundua wewe ni wa tofauti. Kwenye Ayubu sura ya kwanza mstari kuanzia wa kwanza, palikuwa na mtu mmoja katika nchi ya Usi. Mtu huyu alikuwa akimcha Mungu na kuepukana na uovu. Maandiko yanasema walizaliwa kwake wana ngapi? Wana 7 na mabinti wangapi? 3. Anasema na mali yake ilikuwa nyingi na watu wengi sana wa nyumbani. Watu wengi sana wa nini? Walizaliwa kwake wana 7 na mabinti wangapi? Na mali yake ilikuwa nyingi na watu wengi sana wapi? Mungu akitaka kutofautishe katika jamii yako inayokuzunguka, anachokifanya anakubarikia. Anafanya nini? Yes, anakubarikia. Imagine Ayubu kwenye jamii yote aliyokuwepo, yeye ndo alikuwa juu. Mafuriko yalipita kwake. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Mnisikilize ninachoongea hapa cha msingi, alafu tumalize. Ninapozungumzia mafuriko ya kimungu, ninazungumzia kitu ambacho hakiletwi na mkono wa mtu. Sometimes unaweza unakaa unasema, unajua nimepatana na fulani ndio maana nimepata pesa. Lakini hiki sio kwa sababu umepatana na fulani, ila kwa sababu umepatana na Mungu. Kuna watu Mungu anataka ageuze maisha yenu, lakini anataka kuna maisha uhusiane naye. Amen. Yes. Jamii yako ili kutambue. Usiseme tu mimi ni muimbaji. Muimbaji wa hali gani? Usiseme unajua mimi bwana, mimi ni muombaji. Muombaji wa aina gani? Inawezekana kwa ni muombaji na pia ni ombaomba. Umewahi kuonaga muombaji na afu ni ombaomba? Kwa kitabu cha Matendo sura ya 5 kulikuwa na jamaa mmoja pale alikuwa ni ombaomba. Alikuwa ni na amekaa karibu na mlango wa kanisa. Ila ni nani? Ombaomba. Ni hatari sana ukakaa karibu na mlango wa kanisa au ukakaa kanisani alafu ukawa nani? Ombaomba. Lakini inawezekana ukawa unaingia kanisani pia ukawa na kitu cha kutoa. Natamani uwe ni mtu ambaye umebarikiwa kiasi kwamba una vitu vya kutoa. Kuna mtu anaelewa ninachoongea? Maana yake kwenye jamii yako watu wanakuheshimu kwa sababu una vitu vya kutoa. Na hivi vitu havipatikani kwa kawaida, vinapatikana kwa mkono wa Mungu. Na unaelewa ninachoongea? Vinapatikana kwa mkono wa nani? Kwa Mungu anaweza akakubariki alafu ukawa baraka kwa wengine. Hali yako kwenye mji, imagine katika nchi yote ya Usi, Ayubu ndo alikuwa amebarikiwa. Katika nchi yote ya nini? Ya Usi. Paza sauti amen. Kuna kitu ambacho nataka kwenye jamii yako kitokee. Katika familia yako, Mungu anaweza kukubariki. Mungu anaweza kukutokea. Mungu anaweza kukutumia. Paza sauti ya amen ukiwa unasimama mahali ulipo.